sasa unahitaji shahada mpya, watakupatia shahada mpya. Jingine ni kuhusu wanaohama. Tuna kesi nyingi sana tulikotoka huko, kaskazini A, kaskazini B, hata magharibi, kwamba watu wanahama kutoka shehia nyingine na kuhamia shehia nyingine bila, au katika majimbo mengine bila kutoa taarifa. Utaratibu ni kwamba unapohama katika shehia moja kwenda katika shehia nyingine, basi unakwenda kwa sheha anayehusika, na sio huu wakati wa uandikishaji. Ni vizuri kufanya mambo haya mapema kabisa, kwamba unahama. Ni jambo la kawaida tu watu kuhama na kuhamia, na kupeleka taarifa ni kitu cha kawaida. Unafanya hivi ili kuondoa usumbufu wakati wa uandikishaji. Waheshimiwa, nilizungumza kuna nukta 5, sasa ni ya 3 kuhusu utaratibu. Kuhusu utaratibu ni kwamba wale watu wapya ambao wanafika katika kituo, kitu cha msingi ni kuonesha zana ID tu kama nilivyosema, na suala hili ni la kisheria. Wako watu ambao katika wilaya tulizopita wamekwenda katika vituo vya kujiandikisha wakiwa hawana kitambulisho cha Uzanzibari ukaazi na wakanadai kuandikisha. Sasa hili itakuwa ni tatizo kwa sababu ni suala la kisheria. Waheshimiwa, nukta ya 4 ni kuhusu matatizo. Hapa ndio pa kusikiliza vizuri, musikilize vizuri, kwa sababu haya matatizo yaliyotokea huko tunataka yasitokee katika wilaya ya mjini na wilaya nyingine ambazo bado uandikishaji haujaanza. Waheshimiwa, suala nililolisema la watu kuhama bila ya kuwa na barua kutoka katika shehia aliyotoka kwenda katika shehia nyingine, hili limeleta matatizo makubwa. Tunasema haya kwa uandikishaji huu, lakini pia tuwe na utamaduni wa kwamba tunapoondoka katika jimbo moja kwenda sehemu nyingine, basi tumpitie sheha. Na mimi naamini kwamba kwa suala kama hili tu la barua, basi watu wengi ambao wamekwenda katika shehia zao wamepata barua, na wengi wanakuja katika vituo wakiwa na barua na wanakuwa hawana matatizo yote. Kwa hivyo mkifanya hivi mtatupunguzia yale matatizo. Suala la pili ni watu kufunga ndoa bila ya kuwa na vyeti vya ndoa. Waheshimiwa, kumetokea matatizo katika vituo vya uandikishaji. Pengine mume kaandikishwa, lakini mke bado analetewa mazonge ya kuandikishwa na hana uthibitisho wowote wa cheti cha ndoa kwamba yule ni mumewe. Kwa sababu ikiwa mtu pengine ana kitambulisho cha Uzanzibari ukaazi na yeye kakichukulia Pemba, lakini sasa kahamia kwa mfano jimbo la Magogoni, sasa ana haki ya kuandikishwa katika jimbo la Magogoni kwa sababu pale mumewe ndipo anapokaa. Sasa nini kitathibitisha kwamba yeye ni mke wa yule mtu ambaye anaishi Magogoni? Basi ni cheti cha ndoa. Sasa waheshimiwa, tunawaasa sana kwamba watu wanapofunga ndoa, basi vyeti hivi ni muhimu. Si muhimu kwa uandikishaji tu, lakini ni kwa kumbukumbu ambazo zitasaidia kwa mambo mengine baadaye. Suala jingine ni kwamba kuna vijana wengi ambao wanakwenda katika vituo vya kuandikisha pamoja na wanawake ambao wanakwenda kuzongwa na wale waandishi katika vituo pamoja na masheha. Wanazongwa kwa sababu hawana wasimamizi. Sasa tunachowaasa ni kwamba vijana ambao wana umri wa miaka 18 ambao hawana uzoefu wa mambo haya, wakifika katika vituo baada ya kuzongwa, kama hawana usaidizi wa wazee au kama wanawake ambao waume zao hawashughulikii, basi huwa ni tatizo kubwa. Tumeona katika maeneo ambayo wanaume pamoja na wazee ambao wamewashughulikia watoto wao na wake zao, basi tatizo hili halikuwa kubwa sana.
Sasa tunaomba katika wilaya hii ya Mjini, siku za uandikishaji si suala la kijana tukwenda katika kituo, ni suala la kijana na mzee, ni suala la mke na mume wawe pamoja mpaka hili lifanikiwe. Waheshimiwa, kuna matatizo ya masheha kubabaisha watu. Wamekuja na staili mpya kabisa, wana staili nyingi kabisa ambazo hazina idadi. Mwaka huu Kaskazini A na Kaskazini B wamekuwa kimya, na katika vituo huko Kaskazini B hata mawakala baadhi ya vyama, kwa mfano chama cha CCM, walikuwa hawana mawakala kabisa. Baadhi ya sehemu nimepita katika vituo, nauliza mawakala wametulia. Ilipoanza tu Magharibi na Mjini kwamba inaelekea huko, basi vurugu tayari imeanza. Tunachosema ni kwamba suala la wazee kusimamia watoto wao pamoja na wanaume kusimamia wake zao ni suala la muhimu. Sasa kuhusu hizi mbinu, sasa mbinu ipi basi? Wakifika vituoni watu ambao wanakwenda kujiandikisha, basi kuna mpango wa kuwachokesha kwa makusudi. Vipi basi inachofanywa? Katika kitambulisho cha Uzanzibari ukaazi ni kwamba kuna sehemu pale inaandikwa pahala mtu anapoishi. Sasa pale haiandikwi shehia, panaandikwa mtu anapoishi. Sasa wanachokitumia sasa masheha ni kwamba ukifika kituoni wanakiangalia kitambulisho kile kimeandikwa unaishi Kijangwani. Kijangwani sio shehia, ni pahala unapoishi. Sasa wanakwambia kwa nini hapa haikuandikwa kwa Hani, imeandikwa Kijangwani, kwa hivyo wewe kajiandikishe Kijangwani, usijiandikishe hapa kwa Hani. Unatoka, ukitoka na wengine wana hasira, tumekwenda kuwakamata majumbani kwao huko, tayari wameshafika nyumbani kwa sababu wamenyimwa kuandikishwa kwa sababu kama hizo. Sasa tunachokisema ni kwamba limepotokea tatizo kama hilo, kwamba unababaishwa na sheha eti kwa sababu kitambulisho chako hakikuandikwa shehia bali kimeandikwa sehemu unayokaa. Hiyo sio hoja. Tunasema hili ni suala la kujitetea wewe mwenyewe. Huko nyuma tumewasaidia, na hapa tunasema ofisi zetu za majimbo pamoja na ofisi zetu za matawi za chama chetu basi ziwe wazi wakati wa uandikishaji, ili kuwasaidia watu namna hii, kwa sababu wengi hawawezi kutaabishwa, wanapata matatizo, huondoka moja kwa moja wakaelekea nyumbani. Waheshimiwa, kuna tatizo jingine. Tatizo kubwa la mwisho ni kwamba watu kushindwa kujieleza. Watu wanashindwa kujieleza. Mtu anayejua shehia yake, mtu anamjua sheha wake, anaulizwa unaishi wapi, anaulizwa jirani yake, basi anashindwa hata kusema, anaondoka pale. Sasa hata mimi nikifika katika kituo nikiwa kama muangalizi wa chama, naingia katika kituo lakini jirani yake mimi simjui, nashindwa kumsaidia. Sasa waheshimiwa, tuwe tayari kujiandikisha. Kuwa tayari kujiandikisha ni kuwa na dokumenti zako kamili pamoja na kujibu maswala ambayo utaulizwa pale. Na pale ni lazima uwe mkakamavu. Tulikuwa na maneno yetu tunasema hapa, kafa na kuwa ngangari. Ngangari sio maana tu ya kuchichipaa kuwa hivi, yani ukaonyesha kwamba wewe unaweza kufanya lolote huku nje, lakini katika kituo cha kuandikisha kuwa ngangari. Unapoulizwa maswala, basi yale maswala uyajibu tu. Na pale kuna nani kwani? Pale kuna waandishi, watoto wadogo kabisa, pale kuna masheha tunawajua. Kwa hiyo basi nasema usiingie katika kituo cha kujiandikisha ukiwa na hofu au ukaamini kwamba naingia pale na kwenda kupingwa na siandikishwe. Ingia katika kituo kifua mbele, ukiamini kwamba nafika pale natoa documents zangu na unaamini kwamba mimi nitaandikishwa. Hilo moja. Waheshimiwa, nasema kwamba
tatizo jingine ni la kisheria. Kifungu 12(3)(1) cha sheria ya uchaguzi ya Zanzibar kinaeleza mkaazi wa kawaida wa jimbo. Mkaazi wa kawaida ni yule mtu ambaye ana nyumba pale, amekaa pale zaidi ya miezi 36. Lakini sasa kuna kesi nyingi za wanawake walioolewa ambao waliandikisha sehemu nyingine huko vile vitambulisho vya Uzanzibari. Sasa wanaingia katika majimbo ambayo wameolewa, basi wanapingwa sana. Waheshimiwa, hasa wanawake, mjue kwamba mtu ambaye ameolewa katika eneo lolote si lazima kae miezi 36. Ikiwa anayo zana ID, kitambulisho cha Uzanzibari ukaazi, basi kama kaolewa jana na kafika hapo pahali ambapo katika makazi yake mapya, siku ile ya pili uandikishaji unaanza, mtu huyo ana haki ya kuandikishwa katika eneo hilo. Sio lazima. Na hapa ndio ninaposema kwamba wanaume wawe karibu sana na wake zao, likitokea tatizo kama hili basi wawasaidie. Waheshimiwa, suala la mwisho ni kwamba tujitayarishe na ulinzi wa daftari. Tumemsikia hapa katibu wa vijana anatueleza kwamba akina Joseph, akina Mabula, akina Pascal, mamia kwa mamia wameshaingia. Sasa tuwe tayari kulinda katika maeneo yetu ili tusivamiwe na kina Mabula. Muko tayari? Haki! Dasturi ya elimu inakuwa ngumu. Ndio maana mkono mmekuwa boring kidogo, lakini kwa lazima Bwana Muhene aelimishe kwa kina, mfahamu. Haya yote tunayofanya kama hakuna elimu hatuwezi kufanikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa nataka niuelekeze mkutano palipokusudiwa. Lakini kabla sijaukabidhi mkutano palipokusudiwa, na matangazo mawili machache tu. Kwanza, makatibu wote wa jimbo la Raha Leo wa matawi siku ya Jumatatu saa 3 asubuhi wanaitwa katika ofisi ya CAF wilaya ya Mjini, waonane na Nasoro Mafatiu. Siku ya Jumanne kama watendaji ya jimbo la Raha Leo saa 10 jioni wafike hapo hapo ofisi ya wilaya ya Mjini. Haki! Mheshimiwa mgeni rasmi, ngoma ya takamatao. Ngoma ya takamatao. Ngoma ya takamatao. Kabla sijampa mwe Dr. Philip Habib, na salamu mbili limepewa niseme hapa. Ya kwanza kabisa, kuna mwenzetu mmoja mwanajimbo kindakindaki amezushiwa ya kuzushiwa, yuko jela. Nilipata bahati kwenda kumtembelea siku ya Eid, kunywa naye kahawa kule jela, kwenda kumfariji. Lakini la kusikitisha na kufurahisha kwamba juu ya madhila yote lakini hana habari yake anauliza habari ya nchi na jimbo lake la Raha Leo. Kwa hiyo nimeona salamu hizi nilete kwenu, mfahamu kwamba hapana kurudi nyuma. Tupambane, usiwe na wasiwasi. Hawa wafanye nini? Wajitaabisha tu. Wao umesikia gunia moja ya sukari karibu la Dhabahari, wanajitaabisha tu. Huu ni mradi tunafanya, lakini tusiwape nafasi katika hilo. Hii nchi wenyewe wanataka nchi yao, hata ukachukua kina Mabula 1000 hawasaidii kitu. Na hawa kina Mabula wafahamisheni kwamba wanachonganishwa, wanakubali wao kutiwa kuna kochambo cha ndoana ili wao ndio wawe nafasi ya kuvuliwa samaki. Sisi hatuna ugomvi na Watanganyika wako Zanzibar, lakini katika swala nchi hii hatuna maskara katika swala hilo. Tunawatahadharisha mapema wasijiingize katika mambo yasiyowahusu. Wazanzibari washaamua wanataka mamlaka kamili katika hili, hakuna weza kuwaondosha. Si Mabula, si Shaka, si mwingine yoyote. Nyimbo yetu, tunataka nchi yetu, Wazanzibari tumechoka. Lete vitu. Hii haina hoja. Haki! Nilikuwa maksudi, maana mlikuwa mnaregea hivi. Sasa nataka kumleta Dr. Philip Habib
na waomba walokaa juu wananing'inia waondoke hapo. Pana mambo makubwa nataka kusema sasa hivi, huenda wakaja wakaanguka, si kusudio letu. Kwa hivyo kila mmoja akae nafasi yake barabara. Sasa hivi Dr. Philip, njoo kamata nafasi hii. Haki sawa kwa nani? Na wale wasopenda haki kafungangari, kafungangari. Uwa Zanzibari, uwa Zanzibari. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Jussa, waheshimiwa mawaziri, mwenyekiti wa wilaya, viongozi wa chama, wanachama wenzangu, wananchi kwa jumla, asalamu alaikum. Hamjambo? Wazima? Muko tayari? Bandika bandua mpaka 2015 Maalim Seif tumkabidhi nchi hii aiongoze kwa heshima na taadhima hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa viongozi, waheshimiwa wananchi, tumesikia taarifa mbili hapa. Taarifa ya mwanzo iliyoelezwa juu ya suala zima la watu wasohusika, watoto wadogo, wageni ambao hawajatimiza sheria, hawana hata vyeti vya kuzaliwa, wanapewa vyeti vya kuzaliwa eti waandikishwe katika daftari la wapiga kura, waje wapige kura mbili. Kwanza 2014 eti watuzamishe wapige kura ya serikali mbili kwenda moja, na 2015 ati wachukue serikali na majimbo ya guju. Hawapigi 2014, hawapigi 2015 hapa. Tunatahadharisha majina yote ambayo wakati wa kudisplay ya kuweka majina katika vituo baada ya daftari, kila mtu ende akatizame, asehusika aorodheshe, tupate kuwajua wote, tusimame kwa ushahidi kuwapinga pahala popote, wasije wakashiriki katika uchaguzi katika nchi. Mwenye haki yake apewe, asikuwa na haki tusiruhusu achukue haki yetu katika nchi. La pili, Mheshimiwa Mhene mmemsikia, uandikishaji unaingia katika wilaya mjini, na sisi ndio watu wa wilaya mjini. Tufanye kazi ya ziada. Hakuna sasa hivi jambo lolote sasa hivi kuhakikisha kila mtu ambaye hajaandikishwa anaandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura. Waheshimiwa wananchi, kabla mfungo wa Ramadhani hatujamaliza, Baraza la Wawakilishi lilimaliza kazi yake. Kwa niaba ya chama basi, kwa sote kabisa, tuwapigieni makofi wawakilishi kwa kazi nzuri walofanya ndani ya Baraza la Wawakilishi. Tunawapongeza, wamefanya kazi nzito na ya kina. Lakini vile vile tuwapongeze hasa mawaziri wetu, wamekuwa makini na wamekuwa wakijibu hoja za wajumbe wa Baraza la Wawakilishi katika baraza kwa kazi nzuri kabisa. Mawaziri wetu nao tunakupeni hongereni kabisa kabisa. Tumesikia siku ya kufunga baraza, hutuba ya ufungaji wa baraza. Sisi wananchi tunakuambieni wawakilishi, hakuna kutishwa tena hapa palipobakia. Tumelishuhudia baraza likitoa kila aina ya uchafu na ushahidi wa wizi na ubadhirifu na ukiukaji wa haki za binadamu katika nchi yetu. Kwa vielelezo, wakubwa umeshtuka, ati wanawatisha wawakilishi na wale watu wa taarifa. Sisi tutakupeni taarifa na nyinyi kasemeni, tuone hiyo kitakachokuwa katika nchi. Jengine, kama chama cha siasa tuna haki
ya kuorodhesha, ya kuwajua wanachama wetu na kuwajua wenzetu katika chama, ili tuwe na utaratibu mzuri wa chama. Na haya ni maelekezo wa msajili wa vyama alipokuja kutuona, kutuambia tuorodheshe wanachama wetu, tuwe tuna madaftari kuanzia jimbo, wilaya na taifa, ili msajili akiamua kwenda kwa wilaya mjini kutukagua, anataka kuwaona wanachama, apewe daftari kamili, au atizame au hakiki mule. Sasa kwa kuwa tumeanza kazi hii, tumeanza kutishwa eti tunafanya sensa. Sisi hatufanyi sensa, tunaandika wanachama yetu. Tutaandika na wenjo tukamate kama una ubavu huo. Wenye kufanya sensa ni masheha bwana, mnawatumia nyie katika kufanya kila aina mnalolitaka. Sisi tunaorodhesha juu wanachama wetu. La tatu katika hilo, nchi hii inasimamia utawala bora. Ndio maana ina mihimili mitatu. Ina utawala, ina baraza la wakilishi, ina mahakama. Kwa hivyo hii ndio mihimili mikuu inayosimamia dola katika nchi. Tunasema mahakama, tunataka kuona basi mahakama zinatenda haki katika nchi hii na haki ionekanike inatendeka. Tulishuhudia kina Babu Juma na wenzi wao, wanachama wenzetu 18 waliwekwa kwa miaka mitatu kwa kesi ya kubuni ya uhaini, na mwisho wakatoka, hawakuwa na kosa hata moja. Tunaiambia mahakama, mashehe wako ndani, wahukumu, haki itendeke katika nchi hii. Haiwezekani miezi 9 wako ndani, hakuna hatua yote wanayofanya mbele ya mahakama. Tunaiomba mahakama, haki itendeke na watu waone haki inatendeka. La nne, Baraza Kuu la Uongozi la Taifa limemaliza kikao chake cha siku 2 pale Dar es Salaam. Na kwa niaba yenu Baraza Kuu la Uongozi la Taifa limempongeza Mheshimiwa Jaji Warioba kwa kukubali rasimu na misimamo ya Chama cha Wananchi CUF, sera CUF ya kuwa na serikali 3. Tunamwambia ziharakize haraka zije katika nchi. La 5, tunawaambia wale wowote wanaotaka kujaribu kuwazima Wazanzibari wasiseme juu ya haki ya nchi hii, tutapambana nayo moja baada mmoja. Tutapambana nao kisiasa. Sasa wale wanaosema eti wataandaa maandamano mwanasheria mkuu aondoshwe, yule si mwanasheria wa chama. Wewe huni ni hao? Yule ni mwanasheria wa nchi, na sisi Wazanzibari, polisi mkiwapa kibali cha kufanya maandamano ya kumlani mwanasheria, mtatupa na sisi kibali kuandamana Wazanzibari nchi nzima hii kumunga mkono. La 5 tunamaliza. La 5 namalizia ili nimlete hapa mbungo. Tunawaambia CCM tuheshimiane. Wakishindwa kutuheshimu, na sisi hatutowaheshimu hata mmoja wao hapa. Tumeacha siku nyingi tunawasikia, tuna vineno vyao vya uchafu vya kejeli na matusi. Tunaweza kuwatukana sisi, matusi wasibakia hata dakika moja. Hatuko huko. Hichi si chama cha matusi. Tunaendeleza sera, tunaendeleza misimamo,